Marekani na Israel zimeanzisha mashambulizi dhidi ya Iran siku ya Jumamosi na kuitumbukiza Mashariki ya Kati katika mzozo mpya ambao Rais Donald Trump alisema utaondoa tishio la usalama kwa Marekani na kuwapa wa Iran nafasi ya kuangusha utawala wa Ayatollah Khamenei. Jeshi la Israel na idara ya ulinzi ya Marekani Pentagon ilisema shambulizi ya Marekani dhidi ya Iran yanaitwa Operation Epic Fury. Makabiliano mapya kati ya Iran na maadui wake wa muda mrefu yametishia kudhoofisha zaidi matumaini ya suluhu ya kidiplomasia kuhusu mzozo wa nyuklia wa Tehran na Magharibi. Katika ujumbe wa video uliochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, Trump alitaja mzozo wa miongo kadhaa kati ya Washington na Iran, ikiwa ni pamoja na utekaji nyara wa ubalozi wa Marekani huko Tehran mwaka 1979 walipowashikilia mateka wa Marekani 52 kwa siku 444, pamoja na mashambulizi mengine mengi ambayo Marekani imewalaumu Iran tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 ilipoleta watawala wa kidini madarakani. Aliomba Irani kujikinga kwa sababu mabomu yatadondoka kila mahali, lakini pia akaongeza kuwa tunapomaliza, chukueni serikali yenu, itakuwa hatua yenu kuichukua. Hii itakuwa labda nafasi yenu pekee kwa vizazi vyenu. Majeshi ya Marekani ilianzisha mfululizo wa mashambulizi dhidi ya majengo ya kiserikali nchini Iran. Maafisa wawili wa Marekani waliambia Reuters, wakizungumza kwa sharti la kutotajwa majina, wakisema upana wa operesheni za anga na baharini haujajulikana mara moja. Kampeni hiyo inatarajia kudumu kwa siku nyingi, afisa wa Marekani alisema. Iran inajiandaa kwa kisasi kikali, afisa wa Iran aliambia Reuters. Trump amesema uwepo mkubwa wa majeshi ya Marekani katika eneo hilo ili kulazimisha Tehran kukubali masharti katika mazungumzo ya nyuklia. Alisema Marekani imeanzisha operesheni kubwa na inaendelea dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu, akiapa kuhakikisha Tehran haitapata silaha ya nyuklia. Mpango wa makombora balistiki wa Iran limekuwa ni swala kubwa katika mazungumzo. Trump alisema Iran inaendeleza makombora masafa marefu yanayotishia Marekani na alitishia kuangamiza tasnia yake ya makombora. Lengo letu ni kulinda watu wa Marekani kwa kuondoa tishio la makombora ya nyuklia Tehran. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema shambulio la pamoja la Marekani na Israel dhidi ya Iran linatengeneza hali mpya ya Wairani kuchukua nchi yao. Wakati umefika kwa sehemu zote za watu nchini Iran kuondoa mzigo wa udhalimu kutoka kwa watawala na kuleta Iran huru na yenye kupenda amani, Netanyahu alisema katika taarifa yake. Kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei hayupo Tehran na amehamishwa mahali salama. Shambulio hilo linafuatia vita vya anga vya siku 12 mwezi Juni kati ya Israel na Iran na maonyo mara kwa mara ya Marekani na Israeli kwamba watashambulia tena ikiwa Irani itaendelea na mipango yake ya nyuklia na makombora ya balistiki. Taifa la Israel limeanzisha shambulio la mapema dhidi ya Iran ili kuondoa tishio kwa taifa la Israeli. Waziri wa ulinzi Israel Katz alisema Israel ilianzisha shambulio dhidi ya Iran yenye Waislamu wengi wakati wa Ramadhani. Shambulio hilo pia lilikuja kabla ya sikukuu ya Kiyahudi ya Purim, ambayo kwa kawaida inaadhimishwa wokovu wa Wayahudi kutoka kuangamizwa katika Uajemi ya kale. Afisa wa ulinzi wa Israeli alisema operesheni hiyo ilipangwa kwa miezi kadhaa kwa ushirikiano na Washington na tarehe ya kwanza iliamriwa wiki kadhaa zilizopita. Milipuko ilisikika Tehran siku ya Jumamosi, vyombo vya habari vya Irani viliripoti, na milio ya mabomu ilipigwa kote. Katika kile jeshi lilisema ni tahadhari ya mapema ili kuandaa umma kwa uwezekano wa shambulio la makombora linaloingia. Jeshi la Israel lilitangaza kufungwa kwa shule na maeneo ya kazi isipokuwa sekta muhimu. Israel ilifunga anga yake kwa safari za ndani na nje, na mamlaka ya viwanja vya ndege iliomba umma wasiende viwanja vyovyote ndani ya nchi hiyo. Marekani na Iran zilianzisha tena mazungumzo mwezi Februari ili kujaribu kutatua mzozo wa nyuklia wa miongo kadhaa kupitia diplomasia na kuepuka tishio la makabiliano ya kijeshi ambayo yanaweza kuleta machafuko katika eneo hilo. Israel hata hivyo ilisema mpango wote wa Marekani na Iran lazima ujumuishe kuvunjwa kwa miundombinu ya nyuklia ya Tehran, si tu kusimamisha mchakato wa uboreshaji, na ilimshawishi Washington kujumuisha vizuizi vya mpango wa makombora ya Iran katika mazungumzo hayo. Iran ilisema iko tayari kujadili vizuizi vya mpango wake wa nyuklia ili kubadilishana kuondolewa kwa vikwazo, lakini ilikataa kuunganisha swala hilo na makombora. Tehran pia ilisema itajitetea dhidi ya shambulio lolote. Ilionya nchi jirani zinazopokea wanajeshi wa Marekani kwamba itashambulia vituo vya Marekani ikiwa Washington itashambulia Iran.